Exchange rate ya sasa ya 1600 maana yake ni kama shilingi 112,000 hivi kwa mwezi. Na watafiti wa mambo ya umasikini wanaeleza, katika sera ambayo inaweza kabisa kupunguza umaskini ni sera ambayo unawagawia wananchi fedha, familia maskini. Wakipata fedha watazitumia kuhakikisha watoto wanapata chakula kizuri. Watazitumia fedha hizo kuhakikisha watoto wanapata tiba nzuri, afya ya watoto inakuwa nzuri. Watatumia fedha hizo kuhakikisha watoto wanapata elimu nzuri. Utafiti unaonesha wazi, kama unahitaji kupunguza umaskini, hata wahisani kama ungekuwa na nia thabiti ya kupunguza umaskini, basi sehemu ya misaada yao wengeitoa fedha taslimu kwa familia maskini. Hiyo ndio njia ya mkato ya wazi ya kupunguza umaskini. Utafiti uliofanywa Mexico wana utaratibu huo. Brazil wana utaratibu huo wa kugawa fedha kwa familia maskini na kuwapa masharti familia hizo wawapeleke watoto shule, wawapeleke watoto wapate chanjo, wapate tiba. Lakini utafiti unaonesha hata bila masharti, familia maskini kipato chao kinapoongezeka, wanatumia kipato hicho kuhakikisha watoto wanakula vizuri, watoto wanavaa vizuri, watoto wanapata elimu, watoto wanapata tiba. Kwa hiyo ni wazi, ukihitaji uwe na utawala bora, kama unagundua rasilimali, na tayari rasilimali ya gesi imegunduliwa kwa wingi kusini mwa Afrika, bara ya Hindi, bahari ya Hindi katika eneo la Tanzania inaaminika ina gesi na uwezekano wa mafuta upo mkubwa. Kwa hiyo ni vizuri basi, kabla ya kuanza kuupata utajiri huu, tukaweka utaratibu mzuri wa kuhakikisha neema hii inakuwa neema kweli, isigeuka kuwa balaa. Watu walioko serikalini watapenda fedha hizo ziende moja kwa moja serikalini. Waanzishe miradi hewa ili fedha hiyo waipokonye, waweke kwenye akaunti zao nchi za nje. Pendekezo hili litapingwa sana na watu mafisadi wenye nia ya kuifisidi nchi. Lakini watu wenye nia safi ya kuweza kuleta utawala bora wataunga mkono, kwa sababu ikiwa mwananchi wa kawaida anapata mgao wake, atakuwa makini rasilimali hii inatumika vizuri. Atakuwa makini kuhakikisha kwamba watu hawapori fedha zake. Mwananchi akiwa anapata mgao wake, atakuwa makini kuhakikisha kwamba serikali inatumia vizuri fedha za kodi, kwa sababu kodi inampunguzia mapato yake. Kwa hiyo sio lazima mgao wa fedha hizi zote ziende kwa wananchi. Mnaweza mkaamua 50% kwenye kila dola 100, dola 50 zinagawiwa kwa wananchi. Kwenye kila dola 100, dola 25 zinawekwa kwenye mfuko wa kujenga barabara, wa kusambaza umeme, wa kujenga bandari, wa kujenga miundombinu. Na kwenye kila dola 100, dola 25 zinawekwa kama akiba ya taifa. Lakini ni muhimu tuweke utaratibu utakaohakikisha rasilimali na mali ya asili ya nchi inakuwa ni mali ya Wazanzibari wote. Katiba ya nchi, ili kuzuia wachache wasitupore, katiba ya nchi itamke wazi rasilimali na mali ya asili
iliyoko ndani ya ardhi na kwenye bahari. Hii ni mali ya asili, rasilimali ya wananchi wote. Makampuni makubwa yanajiandaa kuja kutafuta gesi na mafuta katika bahari ya Zanzibar. Wanachohitaji tu ni kuwa utaratibu uwe wazi, na wanafanya hivyo kwa sababu wameshaona kuna dalili nzuri kabisa za kupata mafuta na gesi. Kwa hiyo hili tunalolizungumza sio nadharia, sio kusadikika, sio hadithi za Abu Nuwasi. Tayari gesi imegunduliwa katika bahari ya Hindi ya Tanzania. Kwa hiyo ni wakati mwafaka wa kuweka utaratibu mzuri, wakati mwafaka wa Wazanzibari kudai haki zenu za kikatiba. Ni wakati mwafaka wa kuelewa bahari ya Zanzibar iko maeneo gani, inafika maeneo gani. Huu ndio wakati mwafaka wa kuweza kuyaleta mambo hayo. Tanzania bara ina madini mengi, ina dhahabu, ina alimasi, ina makaa ya mawe, ina chuma, ina uranium. Wazanzibari mna ardhi na sehemu yenu kubwa ni bahari. Kwa hiyo utajiri uliopo katika bahari ya Zanzibar ni haki ya Wazanzibari. Kwa hiyo ni muhimu masuala haya yakaweza kueleweka mapema, na hasa kabla utajiri wenyewe haujapatikana. Ni rahisi kuweka mipango kwa sababu ule utajiri ukishapatikana, mafisadi wakakamata, basi itakuwa ni ugomvi, itakuwa si rahisi tena. Nigeria kuweza kuleta utaratibu wa kugawa mapato ya mafuta na petroli kwa wananchi moja kwa moja imekuwa kazi ngumu. Yametolewa mapendekezo haya kwa Nigeria toka mwaka 2002. Mpaka leo hamna aliyeyakubali walioko ndani ya serikali. Mipango hii inakuwa rahisi kuiandaa ikiwa mnaiandaa kabla utajiri wenyewe haujaanza kupatikana. Na ndio maana ni swala muhimu kwa Tanzania, kwa Zanzibar kuweza kuweka mipango mizuri ya kuweza namna ya kutumia rasilimali hii pindi Mwenyezi Mungu atakapojalia itakapopatikana. Kwa hiyo ndugu zangu, ili Zanzibar iweze kunufaika na rasilimali na mali ya asili, Wazanzibari wana kila sababu ya kuunga mkono chama cha CUF. Wazanzibari wana kila sababu ya kuwa ngangari kuhakikisha chama cha CUF kinaendelea kuimarika. Na Wazanzibari wana kila sababu ya kumlaani yeyote yule, na hususan mtu ambaye anatokana na chama cha CUF atakayejaribu kuleta chokochoko, atakayejaribu kuvunja, kuhatarisha umoja wa Wazanzibari, atakayejaribu kuwatenganisha Wazanzibari wa Unguja na Wazanzibari wa Pemba. Wazanzibari lazima muwe kitu kimoja. Wazanzibari lazima mlinde maslahi yenu, na chama ambacho kiko mstari wa mbele kulinda maslahi ya Wazanzibari, chama ambacho kiko mstari wa mbele kujenga demokrasia ya kweli na kuleta utawala bora,
utakaohakikisha rasilimali za nchi zinawanufaisha Wazanzibari wote, si kingine bali ni the Civic United Front, kafu, chama cha wananchi. Haki! Haki sawa kwa nani? Asiyopenda haki. Zanzibar ngangari. Asanteni sana.